الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ويهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يقول تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس إن الله تعالى قد فرض عليكم الحج فحجوا الحديث watukufu wa Islam baada ya utangulizi huu na sala na salamu kwa kipenzi cha umma Muhammad ibn Abdullah tukiwa leo katika tarehe 13 katika mwezi wa Dhulqaada sawa na tarehe 1 mwezi wa 5 tuko ndani ya miezi mitukufu, miezi ambayo waislamu wengi wamemwitikia Allah Ta'ala kwa ajili ya ibada adhima ambayo ni ibada ya haji. Tufahamu ya kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaamrisha wenye uwezo kwenda kuitekeleza ibada hii, ijapokuwa wengi katika hao watu wameipuuza amri hii ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala anasema walillahi 'ala an-nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila, na ni haki ya Allah ya lazima ambayo iko juu ya waja wake, ambayo iko kwa watu. Aya hii ikaashiria kwamba ibada ya haji ni haki ya lazima ya Allah Ta'ala ambayo ipo juu ya watu, kwa sababu lamu hii katika lafzi jalala wanasema ahlul ilm ni ile lamu ambayo inafidisha al-ijab wal-ilzam, ni ile lamu ya kuwajibisha na kulazimisha. wasema ahlul ilm thumma zada al-ma'na taakidan biharfi ala, kisha akaongeza Allah Subhanahu wa Ta'ala maana ya ulazima, akasisitiza maana ya ulazima kwa herufi ya ala. Walillahi 'ala an-nasi, ni haki ya Allah Ta'ala ya lazima ambayo iko juu ya watu. lidilalati ala alwujub,
kwa ajili ya kuashiria ulazima wa ibada hii ya haji. Kisha akasema Allah Ta'ala, hijjul bait man istata'a ilayhi sabila, kwenda kuhiji katika nyumba, lakini kwa yule ambaye ataiweza hiyo njia. Wa man kafar, na ambaye ataacha ibada hiyo pamoja na kuwa ana uwezo. Wasema ahlul ilm, fa'ubira بالكفر عن الترك أو بالترك عن الكفر للدلالة على تأكيد الوجوب وتشديد على ذلك. Wakaelezewa kwamba na yule ambaye ataacha kwa neno la kafar, wa man kafar, na ambaye ataacha hali ya kuwa na uwezo, lakini neno kuacha hapa limetajwa kwa lafzi ya kafar, wa man kafar. Kwa nini? Kwa sababu ya kusisitiza ulazima wa ibada hii ya haji kwa yule ambaye ana uwezo. Lakini pia Allah Ta'ala akasema, fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin, basi hakika Allah Ta'ala yeye ni mkwasi, yeye ni tajiri kunako walimwengu na viumbe wake. Wakasema ahlul ilm, kauli yake Ta'ala, fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin, دالة على مقت الله تعالى له، أي على من ترك الحج مع الاستطاعة. قولي yake kwamba Allah yeye ni tajiri, hamuhitaji yule ambaye ataiacha ibada hii ile hali ana uwezo, basi ni dalili ya kwamba Allah Ta'ala anamchukia mtu huyo. Lakini pia ni dalili ya kwamba Allah Ta'ala khadhalahu, Allah Ta'ala amemsaliti na amemwacha na jambo lake, wabudhihi anhu, na ni dalili ya kwamba Allah yuko mbali na yeye subhanahu wa ta'ala. Hivyo aya hii watukufu wa Islam inafidisha kuanzia mwanzo wake mpaka mwisho wake kukariri ulazima wa ibada ya haji kwa yule ambaye ana uwezo wa safari ya kuelekea huko na gharama za ile safari. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama katika hadithi ya Abi Huraira inda Muslim anasema, ayuhan nas, inna Allah Ta'ala farada alaykumul hajj fahujju, enyi watu tambueni ya kwamba Allah Ta'ala ameifaradhisha juu yenu ibada ya haji, basi nendeni mkafanye ibada hiyo ya haji. Faqala rajulun ya Rasulullah, alikulli amin, akasema mmoja katika masahaba, mtume wa Allah Ta'ala, je, ibada hii ni lazima katika kila mwaka? Akanyamaza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Yule bwana akayakariri maneno hayo mara 3. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama akasema, law qultu na'am la wajabat wa lamastata'tum, lau ningesema ndio ingekuwa ni lazima kila mwaka kufanya ibada ya haji na wala msingeweza. Kwa ibada ya haji ni haki ya lazima kwa Muislamu mwenye uwezo na ana mali ya kuipanga safari kutoka hapa mpaka kwenda kutekeleza ibada hiyo, akiwa na gharama na maandalizi ya safari. Ni jambo la wajibu, sio khiari kama wanavyodhani leo watu kwamba ni jambo tu la khiari la kujitakia, bwana na mimi inshallah nataka niendage huko nikafanya ibada ya haji, na ana mali kwenye akaunti yake na ana pesa ambazo anazizungusha kila mwaka, kwa sababu fulani amekwenda akasema na mimi inshallah nitakujaga niende. La, ibada hii ni ibada ya wajibu ya lazima. Kwa ambaye ana uwezo na asifanye ibada hii, afahamu ya kwamba Allah Ta'ala anamchukia yeye na amemsaliti yeye kwa kauli yake, fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin, hakika Allah Ta'ala ni mkwasi, ni tajiri na walimwengu wale ambao wameiacha ibada hii Allah hana haja nao, kwa maana amewaacha na jambo lao. Wallahu Ta'ala ala wa ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Watukufu wa Islam, Allah Ta'ala amefaradhisha ibada ya haji kwa hikma zake nyingi za juu, aliyatan rafi'a samia, kwa hikma na kwa mantiki na maana za juu zaidi.
miongoni mwa hizo hikma ni watu kwenda kumpekesha Allah Ta'ala na kuitangaza tauhidi yake Ta'ala, kwamba Allah yeye ndiye anayepekeka na kuabudiwa peke yake Ta'ala. Qala Ta'ala, wa idh bawwa'na li Ibrahima makana al-bayt alla tushrik bi shay'a wa tahhir baytiya lit-ta'ifin wal-qa'imin war-ruk'i sujud. Nakumbukeni pale ambapo tuliandaa sehemu katika nyumba kwa ajili ya Ibrahim, ya kwamba aende Ibrahim akampekesha Allah subhanahu wa ta'ala na akamwambia itaharishe nyumba yangu kwa ajili ya wale ambao watakuja kufanya ibada ya tawafu na kusimama na kurukuu na kusujudu. Allah akamwambia alla tushrik bi shay'a, ya kwamba usinishirikishe na chochote na uitaharishe nyumba yangu na ushirikina ambao upo na maasiya na fusuku mbalimbali, ili watu wakampokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Jabir radhiyallahu ta'ala anhu anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoingia Makka alitoa talbia, alitoa nia ya kulitaja neno la tauhid, akasema labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Al-Allamah Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhi anasema فالحج دعوة إلى توحيده تعالى والاستقامة على دينه. ibada ya haji ni wito wa kwenda kumpekesha Allah Ta'ala na kuwalingania watu wasimame juu ya dini yao ambao wamepewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asema pia famin a'zami ahdafihi tawjihi an-nas au tawjihu an-nas ila tauhidihi wal ikhlas lahu. Miongoni mwa malengo makubwa ya ibada ya haji ni kuwaelekeza watu wakampekesha Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia waweze kutakasa ibada kwa ajili yake Ta'ala. Miongoni mwa malengo ya ibada ya haji ni kudhihirisha uhitaji wa waja na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala akawaharamishia mambo mbalimbali walioelekea ibada hiyo na kuidhamiria ibada hiyo, lakini pia akawakataza baadhi ya mambo ambayo ni halali kwao yalikuwa. قال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. yule ambaye atadhamiria ibada ya haji basi haruhusiwi kufanya tendo la ndoa wala kufanya ufuska, uchafu wowote ule, wala mijadala. Aliyedhamiria ibada ya haji haruhusiwi kufanya mijadala. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema la talbasul qumsa wala al-amaim, mkishaingia kule msivae kanzu, msivae vilemba, wala sarawilat wala suruali wala albarans wala alkhifaf wala barans, aina ya nguo zilizovaliwa kwa maghrib, wala msivae hofu. Kwa nini? Kwamba waja wanamhitajia Allah Ta'ala, wakawa katika hali ya unyenyekevu na kuashiria uhitajio wao na Allah Subhanahu wa Ta'ala, wakavaa shuka moja tu, ishara ya kwamba watu wanamhitajia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ibada ya haji inatulea na kutufundisha kwamba sisi tumhitajia Allah Ta'ala. Lakini miongoni mwa malengo ya ibada ya haji yaliokuwa makubwa pia tadhkiru an-nas bil akhirah wal wuquf baina yaday Allah Ta'ala, ni kuwakumbusha watu kunako akhira na kitendo cha kusimama mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuhesabiwa vile watu walivyokusanya kule. Lakini pia miongoni mwa malengo ya ibada ya haji ayu muslimun ni kuweza kumshukuru Allah Ta'ala juu ya neema zake alizotupatia katika mali na kwenda kumkabiri yeye Ta'ala, kumtukuza na kuchinja na kutoa. Lakini miongoni mwa hayo malengo ayu muslimun ni kuweza kuwalea watu juu ya umoja na kuwafunza watu nafasi ya umoja. Tunamwomba Allah Ta'ala atuwafikishe sote tuwe na uwezo wa kuelekea ibada hiyo adhima. Walhamdulillahi rabbil alamin.